Sisi kata ya Mbagala tumepokea takribani kiasi cha shilingi milioni 250 kwa ajili ya vikundi vya kata hii ya Mbagala, na takribani vikundi 12 vimepata mkopo huo na vimenufaika na sasa wako katika hatua za marejesho. Kwa kweli tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan katika hili, kwa sababu mikopo hii haina riba na mikopo hii inampa mtu fursa kubwa ya kurejesha marejesho yake, tofauti na mikopo mingine ambayo inakuwa ni umiza kichwa, ambayo pia inakuwa ni badala ya kumnufaisha mlengwa, badala yake inakuwa inamkandamiza. Pia tumshukuru sana na tunawashukuru sana viongozi wetu wa halmashauri. Tunamshukuru sana meya wetu wa manispaa ya Temeke Mheshimiwa Uzairu, lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wetu pia, na hakika wametuletea na sisi tumeishuhudia, na mimi kama diwani nimekuwa msimamizi katika hili na ninajitahidi kwa nguvu zangu zote na kwa hali zangu kuhamasisha wale waliopata mikopo warejeshe mikopo ile, ili na wengine vikundi vingine nao waweze kunufaika na mikopo hii. Kwa bahati nzuri tulivyoona, sio lazima uwe na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Si kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi basi wewe ukiwa ni chama chengine hutopata. Sio kweli. Ukiwa chama chengine chochote, ili mradi una sifa za kupata mkopo huu, utapata mkopo kulingana na sifa zako ulizokuwa nazo. Mheshimiwa Rais amejipanga vizuri kuhakikisha kila mwananchi anaweza kupata fursa ya mikopo hii. Kwa natoa wito na natoa walai kwa wananchi wote, naomba wafike katika ofisi zetu za kata. Kwa kila mwenye eneo lake kuna ofisi ya kata, waende wakapate ushirikiano kwa afisa maendeleo, mwongozo, ili wapate unufaika wa hii mikopo. Mikopo inatoka na tumeona na tumeshuhudia, lakini nichukue nafasi hii kipekee kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya kuhakikisha wamama hawa, vijana na watu wenye ulemavu wanafikia ule uchumi wa kati, na tumeona kwa vitendo mama anafanya kazi kubwa. Hatuna cha kumlipa zaidi ya kumtakia kila laheri katika uongozi wake. Tumewatengenezea yale mazingira ya kwamba lengo lisiwe tu ni kukopa, ili lengo linakuwa ni kukopa, kusaidiana na kuendeleza maisha yao. Kwa hiyo mmoja wao anapofeli, unakuta wanachukua labda kwenye akiba ya kikundi, maana tumewatengenezea mazingira hayo ya kujiwekea akiba na kusaidiana wao kama wao. Kwa wale ambao hawajapata, bado zoezi linaendelea, maana tunatoa awamu kwa awamu. Kwa hiyo wasisite, maana tunapofungua dirisha jipya la usajili na kuanza mchakato wa vikundi vipya vinavyotarajia kupata mikopo, huwa tunawapigia wote ambao vile vikundi ambao vimeshasajiliwa. Kwa hiyo wote wanapewa taarifa, wanakuja kwenye uhakiki. Wale ambao wanakizi vigezo wanaenda kwenye kamati inawapitisha, wanaweza kupata mkopo. Kwa majina naitwa Razia Rashidi Abdu, ni mkazi wa Mbagala kwa Mangaya. Katika kikundi chetu tumepewa milioni 13, ila mimi peke yangu nimeomba milioni 2 na nimefanikiwa kuipata. Naishukuru serikali kwa kunisaidia, lakini pia kiuchumi wameniinua zaidi, kwa sababu nilikuwa sina msingi mkubwa, ila kwa sasa msingi nimeupata na nitajiendeleza na nitajitahidi katika kulipa marejesho yangu kwa wakati. Naitwa Amina Saleh, ni mkazi wa Mbagala kwa Mangaya. Matarajio yote ni kufika mbali. Tumepata mkopo shilingi milioni 13. Tunataka tupate milioni 50. Kina mama, msikate tamaa. Wala msiseme kwamba Samia sijui vipi, lakini Samia yuko kwa ajili yetu. Tusikate tamaa, tusonge mbele. Kwa jina naitwa Lawi Fedasto Segesela, ni mnufaika wa mikopo ya 10% wa kata Mbagala. Kikundi chetu kinaitwa Sofisho Vijana Group. Tunashukuru kwa kuwezeshwa kwa mikopo hii, kwamba imetusaidia kwa sehemu kubwa sana, hasa sisi vijana. Rejesho lake kwanza ni linatufeva sisi, lakini pia kipato kidogo kimeongezeka, nalipa kwa wakati na mambo mengi. Changamoto ni kidogo ambazo zinaweza zikaimilika. Matarajio yetu makubwa ni kujiendeleza zaidi, yani tukitoka kwenye mkopo huu tupate mkopo mwingine kwa ajili ya kuanzisha biashara nyingine.